Timu ya madaktari bingwa bobezi 43 wa magonjwa mbalimbali maarufu kama madaktari bingwa wa Rais Samia Suluhu Hassan wamewasili mkoani Manyara kuanza kambi maalum ya huduma bobezi za matibabu katika hospitali za halmashauri 7 za mkoa huo wa Manyara. Hii ni kwa mara ya 4 timu hii ya madaktari bingwa kuweka kambi ya matibabu bobezi ya kiafya katika mkoa wa Manyara, ikiwa ni muendelezo wa mikakati ya serikali kupitia Wizara ya Afya kusogeza huduma za kibobezi kwa wananchi na kuwapunguzia gharama za ziada endapo wangefuata huduma hizo nje ya mkoa huo. Mpaka hivi sasa katika kampeni hiyo zaidi ya wagonjwa 4500 wamekwisha kupata huduma za kibobezi, ambapo zaidi ya 300 wamepewa huduma ya upasuaji mkubwa. Hii ni Global TV kutoka hapa Manyara na hii ni ripoti zaidi. Hawa madaktari bingwa wanatoka katika hospitali kubwa za mikoa na rufaa, ambapo wananchi wetu wa chini kule hawawezi kuwafikia kirahisi. Kwa zoezi hili kama tunavyoliita la Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan ni kwamba tunawezesha kuwafikia kule ambako hawawezi kufikiwa na huduma ya kibobezi kwa gharama nafuu sana, ambapo wakija huko kwenye hospitali za juu watatumia gharama kubwa sana, lakini pia watabebana na ndugu zao na gharama zitakuwa kubwa. Kwa hiyo kushuka huku tunashuka kuwafikia watu wa huduma. Tunafuraha sana leo hii kuweza kuwapokea madaktari hawa, na tunapokwenda kuwapokea maana yake wanakwenda kuendeleza kazi, ikiwemo pia maelekezo yako ambayo umekuwa ukiyatoa mara kwa mara, ambayo tumekuwa tukitekeleza kuhakikisha kwamba tunakuwa pia na programu ya madaktari bingwa ndani ya mkoa wetu ambao wanaendelea kutoa huduma katika wilaya hizi. Maana yake tunapokuwa tunafanya zile programu za madaktari bingwa ndani ya mkoa na wanapokuja madaktari hawa bingwa kwa programu hii ya Mheshimiwa Rais, wananchi wanapata huduma ya muendelezo wa tiba. Dr. Karoli Jerome, daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi kutokea mkoa wa Dodoma, halmashauri ya Kondoa. Tumekuwa tukiibua magonjwa sugu ambayo wananchi wamekuwa wakishindwa kufika kwenye hospitali zile kubwa. Kwa hiyo sisi kufika kwetu kumekuwa ni kuibua yale magonjwa sugu, ikiwepo uvimbe sugu. Tumekuwa tukitoa uvimbe mikubwa sana na kuwasaidia wananchi ambao wamekata tamaa, ambao wangeweza kufika kwenye hospitali kubwa kwa gharama kubwa zaidi. Kwa hiyo ujio wetu kunapunguza ile mzigo kwa wananchi kuweza kupata huduma za kibingwa. Mimi naitwa Devota Josephat Remamu, ni daktari bingwa wa upasuaji. Nimetokea mkoa wa Dodoma, hospitali ya Uhuru iliyo Chamwino. Tunawakaribisha sana, msiogope. Kwa wale ambao tutaweza kuwahudumia hapo tutawahudumia. Wale ambao watahitaji rufaa kwa sababu labda watahitaji vipimo zaidi, pia tutawapa rufaa. Nimejulishwa na katibu tawala na timu yake kwamba katika awamu hizi zilizopita tumehudumia zaidi ya wananchi 4500. Zaidi ya wananchi 4500 kama mlikuwa hamna habari. Sasa katika hao wananchi 4500 tumefanya huduma za upasuaji kwa wananchi takribani 318 zilizoleta mafanikio. Maana tumefanya upasuaji zaidi ya watu 300. Naomba niwaambie hiyo ni kazi kubwa sana, ambao wangetoka hapo wakaenda kufanyiwa upasuaji maeneo mengine na kwa gharama kubwa kwelikweli, kama ambavyo tumemsikia hapa mwenzetu kutoka Wizara ya Afya alivyozungumza namna ambavyo kazi hizi zinaweza kusaidia kubwa kupunguza gharama ya mgonjwa mwenyewe, lakini na familia pia kwa ujumla, kubebana huduma, nauli, pahala pa kukaa, kula, gesi house na vitu kama hivyo vimepunguza sana. Sasa wananchi hawa zaidi ya 300 wamefanyiwa upasuaji na sisi tulioko humu ndani. Na naomba niwaambie hawa wagonjwa wote wamepona na wengine wanaendelea kupona kulingana na changamoto walizokuwa nazo. Mungu awabariki sana. Lakini hawa zaidi ya 4500 wamepata matibabu na wako sasa majumbani huko wametulia. Kuna wengine ambao sasa tutawaangalia sasa hivi wanapokuja kama kliniki kuona maendeleo yao yanaendeleaje. Tutaona ni namna gani ambavyo kazi hii ni nzuri na kubwa. Na wito wangu mimi kwa madaktari wetu wa mkoa sasa, na sisi tuendelee kujifunza zaidi hapa. Wenzetu kila ambapo wanakuja tunadokoa ujuzi, kliniki zetu zinapokuja tuweze kwenda kufanya vizuri zaidi siku na siku ambapo zinakwenda. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.